Piga Bwana makofi mazuri. Haleluya. Karibu sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Na chukua hii nafasi kwa ajili ya madhabahu, watumishi wa Mungu ambao mko siku ya leo mahali hapa, pamoja na wapendwa ambao wamekuwa nje kwa muda mrefu na siku ya leo wamekaribia. Ndugu Moses, karibu sana. Karibu ndugu. Tumekumisi sana mta. Kwa tunatafakari makubwa ndugu yetu alienda akaenda wapi. I hope Mungu alifungua milango ya kazi watu, lakini tunaamini hii mwaka haisongasongi, atafungua. Amen. Yes. So tuingie katika neno. Ndugu, karibu. Karibu sana. Feel at home. Amen. So tunataka kuingia katika neno la Bwana. Nitaanza mimi mwenyewe ni mzima. Naishukuru Mungu kwa ajili ya wokovu ambao amenipa na kusudi kunisimamisha katika msingi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi wameyumba, si kwa ajili ya nini, lakini kwa ajili ya hali ya dunia, lakini mimi namsifu kwa sababu anazidi kunitetea katika vyote na kunipa uzima na wokovu. Amen. Amen. So tuko kwa topic yetu ambayo a winner as a spiritual warfare, and it's all about a winner. Na tukiwa mahali pale, unajua ya kwamba tumefikia mahali ambapo ni pa kipengele cha 6. Bwana Yesu asifiwe. Na kipengele cha 6 ambacho tunaenda kujifunza juu yake siku ya leo ni kuhusu jina. Bwana Yesu asifiwe. Ambalo tulilopewa na ni jina la nani? La Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja kuangalia jina hili liko silaha namna gani katika nini? Maisha yetu. Amen. Amen. Ambapo ni jina ambalo ni silaha ambayo tulipewa. So tuliangalia mafasi ambayo tunafaa, kasema kichwani. Biblia ikasema ya kwamba ufai chepeo ya nini? Ya wokovu. Na tuliposema chepeo ya wokovu, kasema katika kichwa sehemu iliyo muhimu sana ni sehemu ambayo inaitwa nini? Inaitwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu inakuja kulinda akili zetu. Unapokuwa na akili iliyo nzuri katika mambo ya Mungu, utamshinda shetani. Lakini wengi wameshindwa kwa sababu akili yao wamechanganyikiwa. Wameingia, wametoka katika nchi ya Misri, wanaenda Kanani, lakini pato umisri huko ndani mwao. Yaani ujinga pato yuko ndani mwao. Bwana Yesu asifiwe. So unaona ya kwamba wengi wana wa Israeli walikosa kufika nchi ya Kanani. Walikosa kufika kwa sababu ya nini? Ya fikra zao. Na ndiposa Yohana alipokuja alisema tupuni. Tupuni ni kumaanisha ya kwamba badilisha akili na fikra ulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Ufikirie vyema. Tukaangalia kifaa kingine tena, tukaangalia tiria. Na tiria tuliangalia tiria ya wokovu, tiria ya amani, na tiria ya nini? Ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba uifae kifuani. Na hapo tuliangalia moyo. Kasema ulinde moyo kuliko vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu chemichemi ya vyote inatokana katika nini? Katika moyo. Hasa unafaa tiria hiyo. Ukiwa na upendo, utaenda na watu vizuri, utakaa na watu vizuri, na utakuwa mtu mzuri. Ukiwa mtu ambao hauna upendo, unaona ya kwamba shetani hapa na nafasi ya kutawala maisha yako. Amani. Na tena tukasema ya kwamba ufae tiria ya nini? Ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ya ukafae. So tukaangalia tena mshipi ya nini? The path of the truth. Ufunge nini? Ufunge kiunoni. Ya kwamba mshipi wa ukweli unalinda kisasi chako. Na tukasema ya kwamba hawa wana the Romans soldiers vile walivyokuwa, walikuwa na mafasi ingine inakaa kama tuniki kubwa.
Hiyo ndio wanaweka marisasi na vyombo zao, mishale, kila kitu hapo, ili wanapoenda vitani marisasi hawana tuwawaletee, wanachomoa kwa hiyo mifuko zao, alafu wanaanza kufanya gani? Kulinga. Na ili wakimbie vizuri, ili waende vizuri, lazima wawe na mshipi unayofunga, ili wanapokimbia hii marisasi siende kuchapachapa huku na huku iwasuie ama iwaangushe. So wanafunga pamoja, wanapoenda kila kitu kiko compact. Na tukasema mshipi pia nayo inafunga mambo yako pamoja. Inafunga ndoa yako, inafunga kazi yako, inafunga kila unachokifanya, inakifunga kinakuwa compact. So wewe unapotembea, chochote unachokifanya, wewe kufanikiwa na kwenda mbele kwa sababu mambo yako iko sawa. Lakini wale ambao wako na macho ya nje, wale ambao wako na uchanja, mambo yao haifanikiwi, kazi yao haisimami, na mipango zao hasiendi, hata maendeleo yao haifanikiwi kwa sababu ya uchanja ambao wako nayo. Na wowote hata unayemuona anatafuta pesa ya uongo, anafanya uchanja ili afanikiwe, hiyo sio kufanikiwa, ili kujitafutia umaskini, kwa sababu pesa ya haraka inaenda haraka. Afadhali ile ya ukweli ambayo unapata kidogo ikufanikishe kuliko mauongo na uchanja mingi ambayo unaongezea, ambaye haikusaidii na haikupeleki mahali popote. Anaweza sifiwe. Wengi wamefika mahali wanauza mili zao ili wasomeshe watoto wao, lakini wanawasomesha watoto wao waende wakapotee. Anaweza sifiwe. Sababu mali ambayo si halali, hiyo ni ya upotofu. Unaona ya kwamba hao watoto hawatakuwa wa msaada kwao maishani ambayo inakuja, kwa sababu inawapeleka katika upotofu na njia ambayo haifai. Wengine wanafanya vituko ili wakaendelee, wengine waua mandugu zao ili wamiliki mashamba. Hiyo shamba itakuwa laana juu ya maisha ya wengine, kwa sababu amefanya kusudio ili akapate kile ambacho alikuwa anahitaji. Utaona ya kwamba haitakuwa ya msaada juu ya maisha yake. So kitu ambacho unapata kwa njia ya haki, hiyo kitu ndio kinakuwa cha maana na cha kukufaa na cha kuendeleza wewe. Lakini chochote ambacho sio cha haki, si cha ukweli. Na tukasema baba ambaye ni wa uongo ni shetani. So yeyote ambaye anakaa anafanya matendo yake ni ya uongo, tunaona ya kwamba baba yake ni nani? Ni shetani. Bwana asifiwe. Hata hawa anaenda kanisani anajiita mtoto wa Mungu, lakini mambo na mipango yake yote ni ya uongo, tujue dhahiri ya kwamba baba yake ni nani? Ni shetani. So ukiona mtu anakukalia muongo, wewe jua ya kwamba baba yake anayemtumikia ni nani? Ni shetani. Bwana asifiwe. So sisi wa Kristo tuepuke baba yetu ama baba mkwe wetu kuwa nani? Shetani. Tuende katika njia ambazo zinafaa na njia ambazo ni za haki na za ukweli, na hiyo tutashinda nani? Tutashinda shetani. Lakini ukikaa wewe ni muongo lakini unaenda kanisani, unasema naenda tu kanisani, licha ya uongo uko nayo, ujue bado unaabudu baba yako ni nani? Ni Ibilisi. Bwana asifiwe. So shetani bado anakutumia na yeye anafurahia unapotanganya. Yani kitu iko hivi, shetani kazi anayeifanya, akishapanda mbegu yake hapo, si ati atakuja akwe karibu na wewe muone shetani wewe, hapana. Yeye anapanda anaenda, so anakuacha wewe ukali majukumu zake zote, yale unayoyafanya ya shetani, makusudio ya shetani, wewe unatukuza shetani mahali alipo, yeye anafurahia. Si ati anakuja hapa akwambie tanganya, hapana. Yeye tayari amepanda kale kambegu, yeye ameenda, amekuacha. Unaweza enda kanisani, lakini hata wengine kanisani wanatanganya. Bwana asifiwe. So haacharishi, lakini amepanda kale kambegu, anasema mtoto wangu. Hata ukienda kanisani anajua mtoto wangu. So Biblia inasema ya kwamba tukitaka kumshinda, let us put on the belt of the truth. Hiyo ndio silaha ilikuwa ya ngapi? Ya tatu tuliangalia. Although ilikuwa ya kwanza, lakini katika summary tunaiweka katika ya tatu. Alafu kitu kingine tena tukaangalia nini? Neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba it is the sword. Hiyo ni kisu ambacho kinafaa namna gani?
kinamaliza. The sword. Bwana Yesu asifiwe. So tukaona ya kwamba ukitaka kumshinda shetani unaenda kwa nini? Na neno la Mungu. Na shetani alishindwa na Yesu Kristo kwa sababu ya nini? Ya neno. Bwana asifiwe. Alimwambia imeandikwa. Sisi hatutaishi tu kwa ajili ya mkate tunaoona, bali katika neno litokalo katika kinywa cha nani? Ya Bwana. Bwana asifiwe. So unaona ya kwamba ukiwa na neno wewe utamshinda nani? Utamshinda shetani. Lakini mara mingi tuna fail kwa sababu tunanyonywa neno ambalo tunapokea. Majaribu yanapokuja tunaona majaribu ni makubwa, lakini neno linaloongea ushindi kwa maisha yetu hatulioni. Ugonjwa tunapouona tunainama vichwa vyetu, tunalia, tunaona kama ugonjwa uko na nguvu sana kuliko nini? Neno la Mungu. Lakini tunajua Yesu alitangaza ya kwamba kwa mapiko yangu mimi nyinyi mmefaa mna gani? Mmepona. Licha ya kupitia katika magonjwa, hiyo ni majaribu tu ya shetani ambayo tunapitia. Lakini imeandikwa ya kwamba sisi tumefaa mna gani? Tumepona. Bwana asifiwe. So sisi hatukufi. Sisi tumepona. Hata licha ya yote kutokea, lakini tunajua ya kwamba sisi tumefaa mna gani? Tumepona. Bwana asifiwe. Yeah, so tunatukuza uzima ambao Mungu ameupanda ndani mwetu. So wewe neno unalichukua namna gani? Kuna wengine wamechukua maneno ya madaktari. Alienda daktari akamwambia hii ugonjwa tufile tunaangalia, wewe hii itakuua tu. Hakuna dawa ya hii. So yeye amejiwekea tu, anajiamini ya kwamba hii ugonjwa itamuua. Bwana asifiwe. So it is not like that. Kule msalabani Yesu alitangaza ya kwamba na yote yamefanya na gani? Yameisha. Yeye hakusema kuna mengine, hapana, alisema yote. So inafika wakati mwanadamu tu ambaye amesaliwa juzi kama Yesu, yeye tayari alitangaza. Anakuambia ya kwamba wewe hii itakumaliza. Alafu naamini hiyo? No. Bwana asifiwe. Hatuwezi amini kwa hiyo. Tunaamini kwa neno lililoandikwa. Bwana asifiwe. Na unapoamini katika hilo litakutendea. So ile ambayo tulikuwa tunamaliza nayo ya 5 ilikuwa kuhusu nini? Kuhusu damu. Bwana asifiwe. Tukaangalia damu. Na damu tumeiona, damu vile inasafisha, damu inatengeneza, na damu inatuweka huru. So siku ya leo tunaenda kuangalia nini? Kuhusu neno la nani? Jina ambalo ni la Yesu. Bwana asifiwe. Jina ambalo tulipewa ya kwamba kila koti litapika na kila ulimi utafahamu gani? Utakiri. Bwana asifiwe. So nami nikauliza, kwa nini hatukupewa kitu kingine? Kwa sababu sisi wanadamu, hata mimi natamani magari, natamani pesa, mfuko hii ijae pesa, iwe manoti ya madola, mashilingi zote ziwe zimejaa katika mfuko yangu. Bwana asifiwe. So kwa nini Yesu hakutuachia pesa, akatuachia magari, aseme tu wewe mtoto wangu, wewe ukija hii gari ni yako? Lakini alipoenda akatuachia Jina. Kwa nini alituachia Jina? Bwana asifiwe. Yeah. So nitaanza na maswali na kila mtu ataparticipate. Bwana asifiwe. Kwa sababu tu katika shule tunajifunza. So jina ni nini? Bwana asifiwe. Sasa tunataka tuanze jina. Unapojua maana ya jina, ndiposa sasa tunaweza fahamu na gani? Tunaweza saidiana ili tuende pamoja. Sasa tunataka tuanze kujifunza moja kwa moja, jina ni nini? What is a name? Bwana asifiwe. Yeah, what is a name? Yes, good. Pikia mchungaji makofi. It is what identifies you. Bwana asifiwe. Yeah. Jina ni kile kitambulisho that identify. Amen. Yeah. Unakuwa identified by the name. By the name. Bwana asifiwe. Mtu akitoka huko sahi aite Sikuku. Unajua Sikuku peke yake ataitika. Bwana asifiwe. Si kila mtu ataitika, because it is for identification.
Yesu asifiwe. Yeah. Alafu maana nyingine ya jina, it is for identification. Yes, it's good. Mchungaji amepata hapo. Maana nyingine ya jina, it is for position. Bwana Yesu asifiwe. Which position are you? Wanaweza kuita mheshimiwa, wanaweza kuita karanga, wanaweza kuita hasola, wanaweza kuita msafara, wanaweza kuita majina. Wanaweza sifiwe. Wanaita chokora, na hiyo wanaita. Wanaweza sifiwe, sababu ni majina. Na kuna majina mengine wakikuita wewe usiitikie, unaweza enda kulala njaa. Wanaweza sifiwe. Kwa mfano, wewe unauza mchicha na ndio huyo umeweka mchicha kwa kichwa, unatembea unauza. Unajua jina watakuita mchicha. Wanaweza sifiwe. Wanaita mchicha. Wamekuita mchicha. Lakini wakiita mchicha na wewe umekasirika tu umeenda, utalala njaa. Wanaweza sifiwe. Kwa sababu unataka uuze hiyo mchicha ili upate chakula watoto wafanye na gani? Wakule. Sasa hiyo utakubali jina yako ikawe nini? Ikawe mchicha. Unaweza kuwa unauza karanga. Bwana asifiwe. Unapopita utakubali wakuite karanga. Watu wanapokuona na hizo njugu umepepa, wanaita karanga, na wewe umekasirika umeenda, utaenda kulala njaa. Wakiita karanga, wewe itikia mara moja, kimbia huko. Bwana asifiwe. Wapatie njugu wakule, wao chukue nini? Uchukue pesa uende. So unaona ya kwamba position ambayo tuko sasa ndiye inaashiria nini? Majina yetu. Bwana asifiwe. Amen. Na wengine inakubalika. Na wengine anapita mahali wanasema mheshimiwa. Wanapoita mheshimiwa na yeye anafaa na gani? Anaheshimika. Kwa kweli, it's a position. Then another thing, it is authority. Bwana asifiwe. Name gives us an authority. Kuna kakitu kalikuwa kafupi sana, kalikuwa kanaitwa nani? Kalikuwa kanaitwa Zakayo. Bwana asifiwe. Amen. Na just imagine hapa Zakayo wanasema kalikuwa kanatosha ushuru. Kanakuja kwako, na kanapokuja kwako si ati ni mtu mrefu utamuona useme bwana huu miraba minne utetemeke. Hapana. Ni kama mtu kafupi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kanakuja kanapisha mlango. Kanapopisha mlango, kanasema ya kwamba nimekuja kwa jina la nani? Ya mkuu ambaye amenituma. Bwana asifiwe. Amen. Sasa amenituma si kwa jina lake, kwa sababu angeenda kwa jina lake ya kwamba mimi ni Zakayo, nimekuja kuchukua nini? Ushuru. Watu hawangempatia. Na kama ungekuwa nayo, ukisikia tu ni mfalme amemtuma, lazima mfalme gani? Utoe. Bwana asifiwe. Lazima utoe kwa sababu ya yule ambaye amefanya gani? Amemtuma. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba name has authority. Name has authority. Bwana asifiwe. And then even the authority grows. The authority to what? Grows. Bwana asifiwe. Yeah, grows. Kwa mfano, tuseme huyu president sahi mwenye ako sahizi, Bwana asifiwe. Si alikuwa anaitwa nani? President Ruto, alikuwa Ruto. Akiwa kule primary alikuwa anaitwa Ruto. Lakini alikuwa na mamlaka yoyote juu ya maisha ya mtu kwa kweli? Hakuwa naye. Sasa sifiwe. Akaja akang'ang'ania MPs namna gani? Akiwa MPs, hakuna Kenya watu wengi walimjua. Alikuwa kwa kijiji yake anasaidia watu wake. Bwana asifiwe. Akiwa MPs huko. Na wakati alikuwa akiwa vice president, Bwana asifiwe. Pia jina tena ikafahamu na gani? Ikaongezeka. Akaanza kuwa na nafasi na milango tena hata ya kufungulia watu
anaweza kukusaidia mahali, naweza muendea huko akusaidie. Naweza sifiwe. Saa hii sasa amekuwa sasa hivi nani? Ni president. Ako na uwezo. Bwana asifiwe. Anaweza kuja hapa aseme ya kwamba we ingia hii nafasi. Na we hiyo nafasi unafaa mna gani? Unaingia. Kwa sababu ako na nini? Ako na authority. Bwana asifiwe. So authority inakuwezesha wewe kufanya gani? Kufanya jambo fulani. So jina liko na authority. Na mtoto mpotevu alipopotea akatoka kwa babake, unaona ya kwamba aliumia, aliteseka. Kwa sababu hakuwa katika authority ya baba yake. Huko ilikuwa na nafasi ya kuteseka kwa sababu hakuwa katika familia. Lakini aliporudi katika familia yake alilindwa. Alifalishwa pete. Hiyo pete kufalishwa ilimaanisha alikarabishwa katika hiyo familia. Bwana asifiwe. Ya kwamba karibu katika nini? Katika familia. So alikuwa kwa hiyo nini? Kwa hiyo familia. Bwana asifiwe. Then another thing, nataka tuende haraka kwa definition pia neno. Another thing, number what? Number 4. So name is for representation. Bwana asifiwe. Yeah, ina represent wewe. Kwa mfano, Mungu anasema ya kwamba wawili watatu wanapokusanyika mahali pamoja, inamaanisha hapo mimi nipo. Na wanakusanyika kwa jina la nani? La Mungu. Bwana asifiwe. So tunapokusanyika mahali hapa kwa jina la Mungu, kumaanisha Mungu ako mahali hapa. Bwana asifiwe. So name it represents. Na ndipo unaona ya kwamba president anaweza tuma mtu yeyote tu ya kwamba enda mahali fulani uniwakilishe. Bwana asifiwe. So anapofika mahali hapo anawakilisha nani? Anawakilisha kwa sababu ameenda kwa niaba yake. So sisi tunapokuwa hapa na kusanyiko letu hapa ni kwa sababu ya Mungu, kumaanisha Mungu yuko hapa. Bwana asifiwe. So we are here, we are gathered because of the name. So name is for representation. Bwana asifiwe. It is here to represent us. So tunataka tuangalie katika kitabu cha Mathayo, the book of Matthew, chapter 6, verse 9 to 13. Aliyepata anaweza tusomea. Tuangalie wanafunzi hao wanaenda kwa Yesu. Na Yesu anataka kuambia jinsi anavyostahili wakae na waombe. So aliyepata anaweza kusomea Mathayo 6 kuanzia 9. Naweza kuuliza mpaka 13. Yesu ikaenda mchana Simon. Mathayo 6:9. Yeye anasema hivi. Pray like this. Our Father who art in heaven. Our Father. Bwana asifiwe. Pray like this. Anaanza na our Father. Bwana asifiwe. Anasema omba kwa jina la nani? La Baba. Bwana asifiwe. So kwa nini waombe kwa hili jina? Waombe kwa hili jina. Bwana asifiwe. Honor the name. At the kingdom Of heaven. Come. Will be done. In heaven. Amen. Achia tu hapo mchungaji. Thank you. Bwana asifiwe. So ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo hapa anaanza kufunza wanafunzi vile wanavyostahili wafanye na gani? Waombe. Bwana asifiwe.
Na anawaambia ya kwamba mnapoomba ili maombi yenu ikajibiwe, anzeni na jina la nani? La Baba. Bwana Yesu asifiwe. Mwanze na jina la nani? La Baba. Mwambie Baba, na siye baba mwingine tu, baba yenu aliye wapi? Aliye kule juu mbinguni. So, kwa nini wasianze na mambo mengine lakini waanze na nini? Na jina. Kwa sababu wanajua ya kwamba katika hili jina liko na uwezo, Bwana Yesu asifiwe, na liko na mamlaka. Na hata ukisoma vizuri, hata Yesu Kristo mwenyewe, he inherited this name. Bwana Yesu asifiwe. Tusome in the book of Hebrews chapter 1 verse 4. Tunaona ya kwamba Yesu hata hilo jina alilirithi kutoka kwa Baba. Jina ambalo Yesu ako nalo si lake, ni la Baba, ni la urithi. Bwana Yesu asifiwe. Ni la urithi kutoka kwa Baba. Waebrania 1:4. Aliyepata naweza soma habari yake. Tuko kwa jina. Nasema Hebrews chapter 1 verse 4 nasema imefanyika bora katika malaika kwa kadri jina alilorithi lilivyo takatifu lao. Yes, Mwana wa mkuu kuliko malaika. Amefanyika bora kwa ajili ya lile jina alilofanya mna gani? Alilorithi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona ya kwamba Yesu amefanyika bora kwa sababu ya jina alilofanya mna gani? Alilorithi. Bwana Yesu asifiwe. So unaona ya kwamba kuna shida na wengine maisha yetu inaumia ni kwa sababu majina ambayo tulifanya mna gani? Tulipewa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamepewa majina taabu. So anatembea kweli maisha yake ni taabu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kunafanikiwa. Wengine wameita shida. Na kwa kweli shida zimemkumba kila wakati, mahali popote anapoenda ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi fanikiwa. Wengine wameitwa kinywa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni walevi. Wengine wameitwa wamarua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani pombe peke yake tu. Wengine wameita Wanjala ama Wanjala. Bwana Yesu asifiwe. Ni shida tupu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila mahali anaenda ni njaa tu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote anachokifanya ya kufanikiwa. Wengine wameita na Simiyu na wengine ni Simiyu. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa shida. Ndani yao ni ukame peke yake. So unaona chochote wanachokifanya hakuna kufaulu sababu ya shida. Wengine wameita na riaka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka afanye vibarua kwa watu ili ndiye afanye gani? Ajikimu kwa ajili ya majina. So kuna majina mengine ambayo tumeitwa ambayo inasuia baraka zetu sifanye gani? Sisiende ama tusifanikiwe kwa ajili ya hayo majina ambayo tumeitwa. Jacob ikafika mahali akaangalia Abrahamu ni babu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na babu yake aliahidiwa baraka mingi sana na akasema uzao wako pia utabarikiwa. Alijitambua. Akajua ya kwamba mimi ni mtoto wa nini? Wa baraka, wa kubarikiwa. Lakini aliitwa Yakobo. Yakobo inamaanisha nini? Akoni mali. Bwana Yesu asifiwe. Na akoni mali ni mtu wa aina gani? Ni wa uzao. Baba yake ni nani? Ni Ibilisi. Sababu shetani ndiye akoni mali. Bwana Yesu asifiwe. So akakaa akasema hapana. Mimi nataka nibarikiwe. Malaika walipomtembelea aling'ang'ana nao. Akasema hamtatoka mpaka mfanye namna gani? Mnibariki. Lakini kabla wambariki walisema sasa jina lako halitakuwa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe.
Wewe hautaitwa Jacob tena. Utaitwa nani? Israeli. Israeli ni kumaanisha ya kwamba wewe utakuwa baba wa mataifa. Bwana asifiwe. Amen. Yaani mkubwa, mkuu, ule ambao wakubarikiwa. Lakini si Yakobo tu yule convent wa kuiba baraka za mandugu zako. No. Wewe unakuwa baba. Bwana asifiwe. Amen. Jina likafaa namna gani? Likabadilika. So unaona ya kwamba kuna majina kweli yanasuia baraka zetu zisitufikie. Majina yamesuia sisi tusifikie mahali fulani kwa sababu majina ambayo tunafanya gani? Tunaitwa. Na wengine tunaitika tu na majina ya watu ambao wanatuita. Unatembea huku wanasema hizi maduka hizi ni za watu masikini kama sisi. Na wewe unaingilia ndani unachanga. Kwa kweli sisi masikini ndio sasa sijui nini tutakuwa tunanunua hivi. Hapana, Bwana asifiwe. Refuse that. Unasema sasa pesa imekuja sasa ya hustler fund. Bwana asifiwe. Wewe pia unaingia ndani unaanza kukopa hustler. No, you are not hustler. Bwana asifiwe. Hustler ilipiti sasa hata mimi nifunze kwa hapo yangu because I'm not a hustler. Bwana asifiwe. Hata hiyo unless wapatilishe jina ndio hata kama unataka kukopa si mbaya. Bwana asifiwe. Lakini sasa jina ambao wanatumia wanatuingiza mahali ambapo ni mabaya. Bwana asifiwe. We are not hustlers. Wengine wanatembea kwa sababu ya maumivu na nini wanaanza kujiita masafara. Pia wao wanaingia alafu nachangia sisi masafara. We are not sufferers. Bwana asifiwe. Sisi ni wabarikiwa. Biblia inatuita majina yaliyo makubwa. Bwana asifiwe. Ya kwamba we are the kings and the priests and we are the rulers of this earth. Sasa kwa nini tunajiita majina ambayo si yetu? Bwana asifiwe. Hiyo si ya ufalme wetu. Ile ni wafalme wa watu wa nini? Wa kisa. Si ya ufalme wa watu wa mbinguni. Ni ya ufalme ya watu wa kisa. Bwana asifiwe. Amen. Na sisi tusikubaliane na hayo. Tukubaliane na majina ambayo nini? Biblia inatuita. Si kukubaliane na majina ambayo wanafanya gani? Wanatuita wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Na ndiposa Yesu akawafunza, mnapotaka kufanikiwa, msiende tu kwa majina yoyote, msiende kwa Yehova Wanyoni, msiende kwa Yehova sijui nani. Hapana, endeni mwambie Baba. Bwana asifiwe. Amen. Baba yetu. Na Baba wewe uliye wapi? Uliye mbinguni. Bwana asifiwe. Kuna wengi hapa vile mchungaji amefunza. Bwana asifiwe. Wengi watateseka, wengi watahangaika. Bwana asifiwe. Kwa sababu saa hii tumaini yao ameweka mchungaji fulani amuombee. Lakini mchungaji huyu itakuja inafika wakati ambapo hayupo. Bwana asifiwe. Hayupo. Nani atakusaidia? Labda umeweka kanisa fulani atiye ndiye itakuwa inasimama pamoja na wewe katika maombi. So itafika mahali haitakuwa nani atasimama pamoja na wewe? Mtumishi wa Mungu huyu Caleb akasimama hapa akasema ya kwamba inaweza fika mahali hata ugonjwa wenyewe kuweke chini. Mtu asiwe karibu na wewe, yule ambaye unatumainia. Utalilia nani? Bwana asifiwe. Amen. Imani yako. Bwana asifiwe. Imani yako kwa yule unayemtegemea ambaye ni Baba wa wapi? Wa mbinguni. Huyo ndiye hawezi kukuacha. Wengine wanaweza kukuacha, wengine wanaweza kukutupa, lakini Baba wetu wa mbinguni hawezi kufanya nani? Hawezi kukuacha. Bwana asifiwe. Atasimama na wewe. Iwe nini, atasimama pamoja na wewe. Ila tu unatambua jina lake ni nani. So mara mingi tunakosa kwa sababu hatujui tunayeomba. Hatujui tumaini letu tunaweka wapi. Tunaweka kwa watu mandugu ambao hawatusaidii. So usiku tuna vilio vingi ya kwamba watoto wetu ambao hawatusaidii. Wale mandugu ambao tulizaliwa nao wamefanikiwa na hawatusaidii. Wale ambao wako katika kazi mahali fulani na wako katika position nzuri ya kutusaidia na watusaidii. Bwana asifiwe. So vilio vyetu vingi vimekuwa kwa watu badala ya kuweka vilio vyetu kwa nani? Kwa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Yesu akawafunza, mnapoomba ombeni ya kwamba Baba yetu aliye wapi? Aliye mbinguni. Msiombe kwa mtu yoyote.
msitegemee kwa yoyote. Bwana asifiwe. Wanadamu ambao tunaona hivi pia ni wahitaji, ni wahitaji pia, nao wanahitaji Mungu akafanya gani? Akawatie nguvu. So unapotegemea mwanadamu, siku moja wewe mwanadamu anaweza kukupwaka akuache ulie. Bwana asifiwe. Lakini Mungu hatakuacha, iwe katika kisa, iwe katika nini, hatakuacha. So ni jina la nani? Jina la Mungu. Bwana asifiwe. Hili ndilo jina tulilopewa, na Biblia inasema ya kwamba kila koti litapigwa kwa ajili ya hili nini? Kwa hili jina. Hebu tuangalie Zaburi 103 13-14. Zaburi in the book of Psalms 103 verse 13-14. 103 143 13-14. Aliyepata naweza kusomea kwa Kiingereza au Kiswahili, zote ni sawa. Inasema kama vile baba hawanyavyo watoto wake, ndio baba anavyowahurumia wamchao. Mstari wa 14 inasema kwa maana yeye anajua kukumbuka ya kuwa sisi ni mavumbi. Anatutambua. Bwana asifiwe. Mungu ambaye ni baba yetu anatuelewa vizuri sana. Bwana asifiwe. So katika baba ambaye anatusaa, biological father, inaweza fika mahali akituelewe vizuri huyu ni mtoto wa aina gani, mpaka mwenyewe ajiulize huyu ni mtoto wa aina gani. Bwana asifiwe. Lakini Mungu wetu aliyetuumba hawezi kosa kufanya gani? Hawezi kosa kutuelewa. Bwana asifiwe. So tulitegemea hii jina lake. Hebu tuone Zaburi naye 23 mstari wa 3 unasema namna gani? Zaburi 23 mstari wa 3 nasema namna gani? Zaburi 23 mstari wa 3. Biblia inasema uniburudishe nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa ajili ya jina lake. Jina lake nani? Huyu Mungu wetu. Bwana asifiwe. Yaani katika mambo yote, Bwana asifiwe, nafikanga mahali naanza kutafakari kuhusu maisha yangu, vile mapito niliyokuwa nayapitia. Yaani nilikuwa nayapitia hivyo si kwa sababu ya nini, bali ni kwa ajili ya nani? Ya jina lake. Bwana asifiwe. Na hangekuwa Mungu kunitetea na kunifusha katika hivyo vyote, mimi singekuwa nini? Singekuwa na uwezo, singekuwa jinsi nilivyo. Bwana asifiwe. Lakini naona ya kwamba Mungu alinifusha, Mungu alinitoa hivyo ni kwa sababu ya jina nini? Jina lake. Bwana asifiwe. Ile ndio iliyonitendea hayo. So tunaona ya kwamba unapolitegemea hili jina liko na uwezo wa kupatilisha maisha yako, liko na uwezo wa kukulinda mahali popote uendapo. Bwana asifiwe. Mapepo ama dunia tunayoishi si dunia iliyo nzuri. Mapito tunayoyapita si mepesi vile. Bwana asifiwe. Inahitaji ukawe na jina, na jina ambalo unafaa utembee nalo, utembee na jina la nani? La Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hilo jina peke yake ndio tumepewa sisi kuwa washindi. Wakanga hata pia nao wanajua wale ambao wafuasi wao anapoenda kazini aendangi bure, anaendanga na kitu. Bwana asifiwe. Anakategemea, anaenda kwa mganga anampatia madawa fulani, anasema enda na hii itakulinda kazini. Bwana asifiwe. Anakimbia nayo.
Sasa tuseme wewe ni mtoto wa Mungu, hauna chochote ambacho unaenda nacho kazini, na yule ambaye ni wa dunia ameenda kwa mganga, amempatia kamtishamba, anaenda nao kazini. Unaona position yeye anapata, anapandishwa, anafanyiwa mambo makubwa hapo, na wewe hauendi na chochote, unapata hata wanalia wakufute. Bwana asifiwe. So ukitaka kuwa mshindi na mtu ambaye unatembea katika ushindi, wewe kimbia na jina la nani? La Mungu. Bwana asifiwe. Jina la Yesu litapatilisha mambo yote, kwa sababu unapofika hapo, hata yeye akija na yale ya miungu, Biblia na Yesu mwenyewe anatangaza ya kwamba kila koti litapigwa kwa ajili ya hili jina. Bwana asifiwe. Jina la Yesu linapotamkwa mahali popote, mapepo hata kama yapo, mapepo lazima yafanye gani? Yatii na yakiri. Bwana asifiwe. Ya kwamba hapa utukufu umekuja na utukufu ambao ni tofauti. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya hili jina ambalo lina nani? Ni jina la Yesu. So unapoenda kazini, enda na jina la nani? Enda na jina la Yesu. Unaanza safari, unakimbia. Unajua devil worshiper wako na wako wanatumwa mpaka kwa magari ili wapate damu. Wanaanza kwa ajili ya accident na kuangusha magari na kufanya na gari. Wewe umeenda huko tu, umepanda gari tu na safiri tu. Bwana asifiwe. Haujaitisha jina la Yesu Kristo katika ule usafiri. Wanaenda wanapata nafasi kubwa ya kumiliki. So unaona ya kwamba wewe gari umeenda huko, hujaitisha jina la Yesu, unapanda ile gari, ajali inapatikana. Wewe huko ndani mwako unakufia huko. Unaenda bila jina la jina la Yesu. Bwana asifiwe. Lakini unapoita jina la Yesu, unapoingia katika lile gari, Bwana asifiwe, unaona ya kwamba hata kama walikuwa na nguvu, wenyewe wanaanza kuchomeka. Wanaanza kuchomeka wakiwa ndani, na nguvu zao zinafanya na gani? Sinaisha, kwa sababu ya hili jina la nani? Jina la Yesu Kristo. Kanisani tunaposhiriki hivi, milango zetu ziko wazi, kumaanisha ya kwamba hata devil worshiper anaweza toka huko nje afanye namna gani? Akuja achukue makazi hapa, hata akuje madhabahu, hata aimbe. Bwana asifiwe. Akuje mpaka asimame kwa madhabahu, kwa sababu iko wazi. Na kama jina la Yesu ndani amtalimaanisha ndani ya maisha, unaona ya kwamba atapata miliki, na anaweza kuja confuse kanisa yote. Bwana asifiwe. Kila mtu, hata lolote linalosema, kila mtu amechanganyikiwa, hawezi fanya chochote. Unaona mnaimba nyimbo zimeenda huku, hata yani mko hapo, mnatoka hapo, kila mtu kafu, unaenda nyumbani, unaingia kwa mambo yako. Neno la Mungu halitafanya chochote ndani ya maisha yenu. Bwana asifiwe. Lakini jina ambalo ni la Yesu, Bwana asifiwe, mnapokuwa nalo ndani ya maisha yenu, basi unaona ya kwamba anapofika huko, hapo ndani, hata akiwa nayo mwenyewe anaanza kuwa na wasiwasi. Anaona hapa moto yenye iko, yeye afanya gani? Astahili. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya jina la nani? Na jina la Yesu. So tunaona ya kwamba hili jina tulipewa kwa sababu hili ndilo ngao yetu inayotutetea tunapotembea, tunapofanya kazi, tunapokula, tunapofanya nini. Ni jina la nani? Jina la Yesu. Bwana asifiwe. Unapokula usione ya kwamba uko salama. Bwana asifiwe. Kwa sababu vifo vya watu wengi zinakujanga sehemu hizi. Sehemu ya kwanza ni safari. Bwana asifiwe. Ukiwa katika safari, wengi wanakufa kwa sababu ya safari. Anaandaliwa safari na kufia safari. Kifo cha pili ni chakula. Bwana asifiwe. Wengi wanakufa kwa sababu ya nini? Ya chakula. Bwana asifiwe. So lazima ukakue careful. Usiwe unakula tu. Be prayerful. Bwana asifiwe. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Na hilo jina litafanya gani? Litakulinda. Sababu wengi wanakufa kwa sababu ya nini? Ya chakula. Then kuna wengi wanakufa because of the association. Watu you associate with. Usiwe una associate tu na watu wengine. Wengine una associate nao, kumbe wana njama kufanya gani?
kumaliza maisha yako. So you must be careful. That they can be spiritual killers or wakukuua tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakukuua tu. So you must be careful. Not to eat tu ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Be careful. Sio tu ati una safari tu zile ambazo utahusisha Mungu. Be careful. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila safari husisha nani? Husisha Mungu. Mungu akutangulie. Marafiki ambayo you associate with, be careful. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, usiassociate tu na wote. Yeah, they can be destiny killers. Sio wale wa kukuua tu hivi, lakini wanahakikisha makusudi yako uliyokuwa nayo wamefanya na gani? Wameyaua. Unapanga na mtu ya kwamba nataka ninunue ng'ombe, anakwambia wewe sasa ng'ombe ukinunua utaenda kufuka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa shamba za watu vile zaidi, shamba watu ni kidogo hivi, utafuka namna gani? Na unakuja Nairobi huku hata mtu anaishi kwa plot lakini amefanya na gani? Amefuka ng'ombe 2-3 hivi hapo nazo. Na wewe uko na shamba kiasi huko, anakuambia utaenda kulisha wapi? So unaona ya kwamba they are there to kill your destiny. Ile ambayo uko nayo mawazo mzuri ya kwenda mbele, yeye anataka aiue, hataki aone ndani mwako. So unakufa roho mpaka huwezi fikiria chochote ambacho ni cha maana cha maisha yako. So be careful. Unaweza sifiwe. To the people you talk to. Sababu wengine they are there to kill your destiny. Unapoleta maono yako mazuri, wewe unaona ndugu nampatia mazuri atanichangia, aona anisaidie vile nitafanikiwa. Na kumbe naye unampatia naye ndiye auwe kabisa usiendelee. So we have to get destiny killers. That's as if you avoid them. Select only good friends who give you life. And those who give you life ni wale wanaokupa motisha. Wanasema fanya. Wanaweza asifiwe. Fanya hivi. Riski hapa uende mbele. Sababu tunajua kwamba unapofanya unaweza poteza, lakini kupoteza kufail si ati umeanguka, kupoteza ndio unajua. Wanaweza asifiwe. Kwa sababu shuleni hata si ati kutoka class 1 mpaka nini, zingine class zingine tulikuwa tuna repeat. Mimi najua nilifika class 1. Niliwahi repeat, was it class 4? Was it class 4? One of the class will repeat. Wanaweza asifiwe. Lakini nilipo repeat nilichangamuka, siku repeat tena. Wanaweza asifiwe. Sababu nilifail kiasi. So kufail repeat. Na si ati sasa hiyo ni nini, hapana. Hiyo sasa ni kuchangamuka. Lazima sasa keep up, uanze kwenda mbele, uwe na focus. Avoid majirani, avoid wale ambao watakaa pamoja na wewe kwa ajili ya vitisho ya kuua maisha yako. Sasa sifiwe, ili uende mbele. So tunaona ya kwamba jina tulilopewa ni jina la nani? Ni Yesu Kristo. Hili jina ndilo ngao yetu. Hili jina usiku na mchana unapolitamka, bora usilitamke kimzaha. Bwana Yesu asifiwe. Unalitamka ukimaanisha. Basi hili jina litatenda kazi juu ya maisha yako. Unaambia mtoto wako pona katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto anapona kwa sababu ya nini? Jina la Yesu Kristo. Unasema ya kwamba hii safari nitafika kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo safari lazima utafanya gani? Utafika kwa sababu umetanguliza nini? Jina la Yesu Kristo. Na ndiposa wanafunzi walipomwendea Yesu katika Mathayo 6 aliwaambia ombeni. Na ombeni Baba uliye wapi? Yesu asifiwe. And that name, it is what Jesus inherited. So that name Jesus inherited and he has it. Bwana asifiwe. So ni jina tulilopewa, tuko nayo. Sitaki kwenda mbali kwa sababu ya muda. Introduction tu tumeanza, na hiyo ni ya kwanza. Tuamke kwa miguu zetu, na unapoamka unaanza wewe mwenyewe kutafakari kwa jina ambalo uliitwa. Labda uliitwa jina ambalo hilo jina linakufungia njia zako, jina ambalo linafungwa. Yesu wako na uwezo, unalitakaza tu hilo jina, unaita jina lako hilo, unalitakaza ya kwamba jina langu hili niliitwa Werova, na Werova sasa hiyo watu wanamkanya
kanyaka tu. Hili jina Weloma hili mimi nalikataa. Hili jina liliitwa Wanjala ndani mwangu. Hili jina linaleta njaa kila wakati. Hakuna kufanikiwa, watu wanafanikiwa wanaenda mbele, tuliosaliwa nao wote wanafanikiwa wanaenda mbele, lakini hili jina linaitwa Wanjala linanitesa, linanihangaisha. Kwa nini hili jina linaitwa? Unalikanusha hili jina, kanusha katika jina la Yesu Kristo, likawe jina la baraka juu maisha yangu, likawe jina ambalo linaleta ushindi, nalo jina la kuleta baraka, likawe jina la kunipitisha mahali ambapo wengine hawawezi kupita, likawe jina la kunipitisha na kunifanikisha katika mambo yangu yote ninayoyafanya, likawe jina ambalo liko na kibali. Yeyote anayeliita ni neno ambalo jina ambalo linaleta utukufu kwa maisha yangu, kwa maisha ya familia yangu. Wote anayeita hili jina anakufuka, anapata uponyaji, anapata ukuzo, kwa sababu ni jina ambalo tulilopewa. Asante kwa ajili ya jina lako Yesu. Tulipewa hili jina kwa ajili ya mamlaka yako, tulipewa hili jina kwa ajili ya uwezo wako, tulipewa hili jina ili tutembee katika ukuu wako, tulipewa hili jina ili tupate litekaiko pozita ya lika koi seteleta hapo pozita teka ya mambozi ya yes litekaike tremobozi yes rukosa kainde zane kaya kila mapepo baba ya shima kwa ajili ya hili jina, kila mifumo zote tunaangamia kwa ajili ya hili jina, kila magonjwa ilikabobozi yes adelekea inokota kwa hili jina baba yote ya natii ukasema kila coach kwa kweli katika yake kila wakaka wakosi na wote mahali walipo kwa hili jina wasipote wanatii majira ya uweza katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu unanipa kibali kupitia kwa majina yangu. Ni majina ya ufanisi, ni majina ya baraka. Naondoa majina ya laana katika jina la Yesu Kristo. Majina ambayo niliitwa, majina ambayo ilikuwa ya struggle, nakataa na kanusha hiyo majina katika jina la Yesu Kristo. Majina ambayo yalikuwa na ufanisi katika neno lako, hiyo majina na ikainusu katika jina la Yesu Kristo. Na ina damu yako ya dhamana ikaweze kuisafisha, damu yako ya dhamana ikaweze kusafisha majina yangu katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba yangu kwa sababu nitakuwa mfanisi, nitakuwa kuendelea mbele, nitakuwa asante Baba yangu. Asante Yesu. Baba, asante kwa sababu unanipa kibali, unanipa neema, unanipa uwezo na hata mamlaka ya kusimama na kazi yako. Ewe Bwana wa majeshi, unanishindia, unanipa kibali, unanipa uwezo. Majina ambayo tuliitwa, majina ya laana, majina ambayo haikuwa ya ufanisi, majina ambayo ni ya mtamu, tunakataa na ikanusha katika jina la Yesu Kristo. Tunataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wakati na nafasi nyingine iliyo njema, Baba, tunachenekeza chini ya miguu zako. Tunakujua ya kwamba wewe ni Baba, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye tegemeo letu, wewe ndiye mtetezi wetu, wewe ndiye kila kitu ndani ya maisha yetu. Wakati huu Baba yetu, tumekuja mikononi mwako. Tunajua ya kwamba kuna majina ambayo tumeitwa, majina ambayo yametutunisha Yesu, majina ambayo yametutalanisha Yesu, majina ambayo yameondoa sifa ndani ya maisha yetu, majina ambayo yameharibu uhusiano wetu na wewe Baba, majina ambayo yametufanya tumekaa fukara na maskini Baba. Haya majina yote ambayo tuliitwa, wengine wakatuita machokora, wengine wakatuita mahasola, wengine wakaita mahangaiko, wengine wakatuita majina ambayo yanajulikana Baba, na wengine ambayo tusiyoyajua. Hizo vina zote zilizotuita hayo majina Baba, tunakausha hayo majina.
jina la Yesu Kristo. Wakati huu Jehova, Baba Yesu, tunajiitishia majina yaliyo makubwa uliotuitia katika Biblia ya kwamba sisi ni makuhani walio wakubwa. Sisi ni walinzi walio wakubwa Baba. Sisi ni machemendari Jehova. Katika jeshi yako ni watetezi wako Mungu wetu. Simama pamoja nasi katika haya majina. Simama pamoja nasi katika haya majina Jehova. Simama pamoja nasi katika vyote Jehova jiwe. Mateso yote na aibu yote juu ya maisha ya watoto wako Baba wangu. Siku ya leo inakuja kukatika. Siku ya leo inakuja kukatika. Siku ya leo inakuja kukatika. Majina ya furaha Jehova, majina ya heshima Jehova yawafikie kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Na kila madharau, kila vicheko, kila madharau yote iliyodharauliwa Jehova, tukacheka na tukapeswa ya kwamba watu ambao hawakufaa, watu ambao ni waibu, watu wa kuombaomba, watu ambao ni masikini, haya majina yote ya madharau Baba, wakatudharau, wakatuweka kando Jehova, wakatucheka, wakatufinyanga, itaposi kaite teni okoya, vikaite tina liko yes, rita ya, opasika tika liko basi, neka iseshe Kori kataya, pokosha ndara kaite tena, pokoi rikataya, nari pokosho nalite kepele bobo, yari pozekea, neke bobo zakaya, unajulia kibali, unajulia kibali, unajulia kibali, unajulia kibali, unajulia kibali, yari depozi kataya, rikataya, ripokoza, rikeni opposition, rikeni opposition, rikeni opposition, rikeni opposition, regain your position, regain your position, regain your position, receive for the possession. Horikata ite sereke serebos, ekaite tekaya babazai, oshekerebo, Open your heart. Open your heart. Open your heart. Nikaite pozi teteka hii. Nekipo pozi teteka hapa. Oh, shanga nikataya derebo. Mimo msikaya. Nikataya baba. Baba achilia moto wako. Achilia kibali chako. Achilia uwezo wako. Ekete pozi. Ekete kataya baba. Mokosho nalitete. Zintarabos. Mozoi katabobos. Katai popozanta la kaya. Sante maitini popozai. Ndugu utachukua nafasi kuje uombewe. Pika makoti tuombe. Na unapokucha mbele amini Mungu.
kwa ajili ya kumtendea na kupatilisha maisha yako. Muamini Mungu kwa sababu yuko hapo kwa ajili ya kutendea. Na kwa yote anaenda kukufusha hapo na uwezo wa kupatilisha kila hali. Hakuna hali ambayo inamshinda. Yeye yuko hapo kwa ajili ya kukushindia. Haja yako ni kuamini. Sababu yeye anaangalia mioyo inayoamini. Unapomwamini yeye yuko tayari kwa ajili ya kutendea. Regardless of whatever, he is there to change your life. Nikata ya rabapa. Tupate wimbo mfupi wa kuabudu. Wimbo mfupi wa kuabudu. Kataa kila nguvu zote ndani ya maisha yako, kila misukumo zote zikatae ndani ya maisha yako. Umwambie Baba, leo niko hapo kwa ajili yako, na Yesu yuko hapo kwa ajili ya kutenda. You are here, my God. You are our Savior. Naweza Yesu, haleluya. Naweza Yesu. Yesu naweza. Baba, Yesu, haleluya. Shetani anaitembelea kwa muda mrefu, lakini kwa dakika hii Baba iko katika ushukani wako. Kila kote linalopikwa mahali hapa liko chini ya miliki zako. Asante Baba. Rika kaite pozita la kaite mama kaire kataya mozinka nita kaire boboza kaita tala baba ya nikataya. Yes, rika katai katai kanika baba. Thank you pozika taya. Oh shadala baba kaya. Oh niteke boboza ya. Holy Spirit, 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 Holy Spirit. Wakitaya nipozika taya. You say you are perfect. Yes, now you say, oh my God. That I come Thank you, my God. Aja tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu ishi.
Unaweza Baba. Tunachukua ndugu Caleb, tunamkabidhi mikononi mwako. Asante Baba. Wewe mwenyewe wamjua Baba Unamtambua vyema. una kusudi la kumtoa mbali na kumfikisha mahali yako. Yes. Amekuja kwa kusudi lako Baba yangu. Baba. Moyoni mwako amekuamini ya kwamba wewe ndiye Baba. Yes. Wewe ndiye kimbilio, wewe ndiye mtetezi wa maisha yake. Asante. Wakati huu tunakuja kinyume ya kila nguvu na mamlaka zote za giza, kila jambo ambazo hakufanya kazi ya ibilisi na mapepo wakafanya sio maisha yako usiku na mchana, ili kukusha na unakuja kufunga hizo zote milango na kufunga maisha yale na kila unavifunga hizo zote katika jina la Yesu Kristo. Atikarapo ziti kake anapo santa alipopozaya lika santa alipopozaya. Asante mtakatifu, maana Baba mweka huru. Yes. Wampa utumishi wako Baba. aachilia Roho yako Mtakatifu, Achilia Bwana. aachilia kibali chako Achilia Baba. juu ya maisha yake. Dakika hii anaposimama kutoka mahali hapo, Yes. anaenda kuwa mtumishi wako wa ajabu. Baba. Naenda kusimama kwa ajili ya kukutetea wewe. Yes. Naenda kusimama kwa ajili ya kupigania wewe. Baba. Asante maana unamsimamia, Asante mwaminifu. unamtetea, Yes. unamfunika Yes. na unamlinda. Baba. Nyumba yake naiweka mikononi mwako, mke wake namweka mikononi mwako. Yes. Mahali alipo Baba, wafunike wako, Wafunike Baba. wape amani, wape ulinzi, Wape kibali. watetee Baba yangu, Asante Bwana. usiwawache, usiwapungukie. Ee Bwana wa majeshi. Siku ya Jumapili wote wakawe na tamaa ya kuingia mahali yako, washikane mikono, watembee pamoja. Ee Bwana wa majeshi. Asante maana utakuwa kiongozi Asante wao, Bwana. utawatetea. Na ni katika jina la Yesu Kristo Baba yetu tunaomba tukiamini. Amen. So kwa nafasi hii itapea mchungaji hii nafasi kwa ajili ya kumalizia neno. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana atukuzwe. Tumeshukuru.